haya ninayosema naomba yazingatie, kwa sababu kuna mambo nimeona sasa hivi unayafanya makubwa mpaka mimi yananishtua. Sasa usifanye mambo kimya kimya, lazima unishirikishe mimi. Wewe bado kinga zako ziko chini, usione kwamba haya mambo unayabutua haya mazito kajiona wewe ni mkubwa, una kinga nzito, unaweza kufanya kila kitu peke yako. Sio kweli mwanangu, kuwa makini. Mama nawe, kwani mimi kitu gani ambacho mimi siwezi? Ona mama, angalia kule bondeni kule. Yule baba sitaka kujenga nyumba yake. Mimi si ndo nimezuia mpaka leo hajasimamisha ile nyumba. Mimi sina nguvu gani hapo? Ukiangalia hapo shambani 100% kubwa ile mizukula mimi ndio nilosababisha mpaka sasa hivi ipo pale na ndio inatusaidia kulima. Sasa wewe unasema eti mimi siwezi. Siwezi nini? Mama, mimi nina nguvu, mimi na uwezo wa kufanya kila kitu. Sawa, najua unaweza kufanya kila kitu, lakini kwanza nishirikishe mimi. Wewe mimi kwako ni kiongozi. Umenisikia? Sio mama tu, ni kiongozi. Halafu swala la Vedashi na mke wake. Swala la Vedashi na mke wake wewe umeliingilia kati. Mwanangu, kuvunja ndoa ya mtu sio kitu rahisi. Alafu kizingatia mke wa Vedashi sisi tunamtaka kwa udi na uvumba. Sasa ukiwa unabutua mwenyewe kila kitu inakuwaje? Mimi safari yangu nitakayokwenda nitachelewa kurudi. Nitachukua muda na kule ninakoenda naenda kwa ajili ya mambo kadha wa kadha. Kukamilishwa mimi mwili wangu uwe nzito zaidi. Kupewa vyombo vipya ambavyo vitatusaidia mimi na wewe. La tatu, huyu Vedashi kama atakataa yeye kushika kiti cha mama yake na kuwa mkuu, lazima mimi nitaapishwa. Kwa sababu ilikuwa kutoka mama yake Vedashi anayefuata ni mimi. Sasa nikikuacha hapa nataka uwe makini kwa unachokifanya. Kwa sababu dunia yote nitakayokuwepo, nchi yote nitakayokuwepo, wewe unajua mimi na wewe tunawasiliana vipi. Sawa mama, mimi nimekuelewa. Na hapa kwenye kuapishwa, najua mamangu wewe ukiwa mkuu. Na mimi siwezi kukosa kicheo fulani hivi. Hadi la, mama, fanya tu. Uende huko ufanikishe mambo yako. Tuje kuishi kibosi. Ila Vedashi siwezi kumwacha mama. Sawa, lakini kuwa makini na ujitunze mwenyewe. Sawa mama. Tufanye haraka, mimi nimechoka. Kwa hiyo ndo unanisukuma? Kwa hiyo ndo unanisukuma hivi? Kwa hiyo ushapanga kunipiga? Hapana. Unaona ulivyobadilika Anji? Hapana mume wangu. Nikiongea naonekana kama mimi nakusingizia. Anji, mimi nakujua vizuri mke wangu. Nakujua vizuri. Nisamee. Ukibadilika najua, usipobadilika najua. Anji, unafikia hatua ya kumuita mimi mamangu mchawi? Hapana mume wangu, niliuliza tu sio kwa ubaya, naomba tukazungumzie ndani. Uzungumza na nani? Kama unataka kuongea, nenda kaongea na Ima. Yaani Anji, umebadilika kiasi kikubwa mno. Wewe ni wa kutembea na mtu mpita njia. Sio kweli mume wangu, mimi ninavyokupenda. Sitaweza kusaliti mume wangu, nakupenda. Naomba uondoke. Usifanye hivyo mume wangu. Ni vitu vya kuongea mume wangu. Wewe uongee na nani? Niache. Naona wewe niache. Hapana mume wangu, usifanye hivyo. Kwa hiyo unajifanya unanipenda kuliko mama wangu mzazi. Nimesema nikirudi nisikukute. Mume wangu. Mume wangu. Mama, yani nitakumisi mamangu. Yani ile jumba lote nabaki peke yangu. Unaogopa? Mama, mimi siogopi. Ila nitakukumbuka. Hivi unaweza umezingatia lile nilokuambia? Mama, nayo na wasiwasi. Sio wasiwasi, wewe ni binti yangu. Alafu uko peke yako. Yaani mimi na wewe kama Kurwa na Doto. Nimeongea, nimemaliza kila kitu. Kazi yako kuyafanyia tu kazi, kwa sababu ukijifanya wewe ni kingunge, kuna wenzako vingunge zaidi. Unanielewa? Bado wewe mwanangu, kinga yako iko chini. Usichokiweza posti kwangu, sawa? Sawa mama, nimekuelewa bwana. Yaani hapa kama unarudia rudia. Mimi nishakuelewa.
Shanielewa Ila nikiona hasira ndo hivyo. Mimi siwezi kuvumilia, ila nitavumilia mamangu. Hata usijali shoga yangu. Usinichekeshe. Zingatia kila kitu. Sawa mama? Sawa mama. Umenielewa? Nitakukumbuka mama. Najua utanikumbuka. Mimi ni kama pacha wako sasa. Sawa mamangu. Pole pole mwenyewe naona haja. Mpaka sasa nitachelewa jamani usafiri. Sasa sijui kwa nini ila atakuja mama. Kuja huko. Mama nitakukumbuka. Asante mwanangu. Haya mama. Asante. Haya mama. Mama bye. Vidash? Vipi mbona hapa? Kangu ananisumbua sana. Kangu ananiumiza sana kichwa. Vidash, mimi si nilikwambia yule mwanamke hafai? Yule mwanamke hafai hata kwa kurumangia. Ile siku sikukwambia yote maana uliwahi kuondoka. Ningekusimulia yote ungezimia. Baada ya pale nilipoishia naendelea. Upo. Walipigana mabusu. Baada hapo akapelekana kichakani. Unajua nini kiliendelea? Na yule Ima? Ima. Anji mke wangu. Na hapo sasa sitaki kuhadisia vyote vilivyokuwemo. Akili yako ifanye kazi. Baada ya hapo kupelekana kichakani, kipi kiliendelea? Yule mwanamke mchafu. Yaani hapo tu katembea na huyo. Iko siku utaleta kaka yako atatembea naye. Upo? Wewe cha msingi mfukuze yule. Akufai kabisa, atakuja kukuua. Yaani atakuja kukuua kabisa. Na mimi sitaki kuona wewe unakufa, sitaki. Kwa sababu mimi hapa mimi ni mtu mwema sana. Na ndio maana nikiona matukio huwa mengine nakaa nayo, ila kutokana wewe yani nakuona kabisa mtu wangu wa karibu, naona tu bora nikwambie. Yule mwanamke mchafu, akufai kabisa, mfukuze. Vidash, liweke hilo akilini. Anji akufai. Mamlaka ya jina la Yesu Kristo, ninavunja kila nila, kila kamba na vifungo vilivyokufunga na kukuweka ndani kama mateka, na kuamuru kuanzia sasa, Mwasa, toka ndani kwa jina la Yesu Kristo. Ninakuamuru kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, ile damu ya msalaba iliyoshinda kifo na mauti. Mwasa, ninakuita nje kwa jina la Yesu Kristo. Toka nje, njoo! Kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo, ninakuamuru Mwasa, kila kifungo ambacho wamekufunga ndani kama mateka, kikuachie kuanzia sasa kwa jina la Yesu Kristo. Mwasa, njoo!
wake nimkute ndani huko. Maana kama hajatia amri, leo nakata shingo, naondoa koromeo. Mjinga. We Anji. Anji. Bado upo ndani? Kichwa kasha nini? Nimesema ondoka, mimi sikuhitaji. Nimeshazungumza, nimeshamaliza. Kichwa ukalisha ndani nini? Kwamba hujanisikia? Bwana mume wangu. Toka nje, toka nje, toka nje. Nimekusubiri tuweze kuzungumza. Toka nje, uzungumze na nani? Uzungumze na nani? Nimekusubiri mume wangu tuweze kuzungumza. Uzungumze na nani? Toka nje. Ondoka na sitaki kuona. Mume wangu naomba tuzungumze. Wewe. Unataka nifanye kitu gani ndio uamini kama nimekufukuza? Nipe nafasi tuzungumze. Nifanye kitu gani uamini kama nimekufukuza? Ondoka. Mume wangu. Mume wangu. Toka basi tuzungumze hata kidogo. Wewe inaonekana wewe mbwa wewe. Inaonekana wewe mbwa au nisikilize. Malaya wewe. Nimekwambia uondoke. Au nikukate shingo hiyo. Sije kanisababishia kesi mimi. Nimekusamea kiasala asala alafu unaona kama mimi sifai. Nitakutoa miguu. Niliamini akili zangu, nikaamini kwamba naweza kwenda kufanya jambo bila Mungu, ila nimejua kwamba nimekosea sana. Pole sana ndugu. Hiyo dawa la kunywa itakusaidia. Usijali. Asante sana. Nashukuru kwa ukarimu wako. Amo. Amo rafiki yangu. Amo. Karibu.